Samia Suluhu ajawa na hasira baada ya shahidi wa upande wake katika kesi dhidi ya Tundu Lissu ya uhaini kugeuka kigugumizi mahakamani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam leo imekuwa kitovu cha mvutano wa kisheria baada ya upande wa Jamhuri kuonekana kupoteza mwelekeo katika mchakato wa maswali ya ufafanuzi ama ukipenda re-examination kwenye kesi ya uhaini na umkabili mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lissu. Tarehe 16 Oktoba mwaka huu iligeuka siku yenye mivutano mikali ya hoja, vicheko vya ndani kwa ndani na maamuzi mazito yaliyotia hamasa kwa wanaofuatilia kesi hiyo kubwa. Wakili wa serikali Katuga alionekana mara kadhaa kufanya mikutano ya haraka na wenzake sita kila baada ya kuulizwa swali, aliashiria mkanganyiko mkubwa kuhusu mwelekeo wa hoja zao mbele ya jopo la majaji na kumgeuza kuwa kigugumizi mbele ya majaji. Kila hatua aliyochukua ilionekana kugonga mwamba, hasa baada ya pingamizi kali kutoka upande wa utetezi unaoongozwa na Tundu Lissu. Wakati mmoja Lissu alipinga hoja kuhusu madai ya notebook ambayo shahidi hawakuwasilisha mahakamani, akieleza kuwa jambo hilo halikuwa sehemu ya ushahidi wa awali. Jopo la majaji lilitupilia mbali hoja hizo, likieleza upande wa mashtaka kuendelea na maswali mengine badala ya kuibua mambo mapya. Hali ilizidi kuwa ngumu pale upande wa Jamhuri ilipogusia swala la maudhui ya kesi kuonekana kwenye Jambo TV badala ya kuimarisha hoja za mashtaka. Majibu ya shahidi John Kaaya yalionekana kuwa kuwa kisu kilichozama upande wao. Shahidi huyo alithibitisha kwamba maudhui hayo yalikuwa sawa na yalioko kwenye hati ya mashtaka, jambo lilowafanya mawakili wa serikali kuona wamezidiwa. Baada ya mvutano huo wa hoja, Katuga alilazimika kuomba mahakama iishie hapo katika kipengele cha maswali ya ufafanuzi wa ushahidi ama kwa ushahidi huyo, jambo liloibua vicheko kwa chini kutoka baadhi ya waliokuwepo kumbini, wakiwemo majaji waliokuwa wakijaribu kudhibiti hisia zao. Shahidi Kaaya alionekana kuchoka baada ya mahojiano hayo ya muda mrefu, na aliporuhusiwa kuondoka alijikuwa karibu na kizimba, karibu amwangukia Askofu Mwamakula, tukio lilovunja ukimya kwa sekunde chache huku watu wakicheka kwa tahadhari. Baada ya shahidi huyu kuondoka, upande wa Jamhuri ulitangaza kuwasilisha shahidi mwingine, mkaguzi wa polisi Samuel Elibariki Kaaya, mwenye umbo dogo na ndevu fupi zilizochakaa. Aliposimama mbele ya mahakama alitambulisha jina lake na kuapishwa kwa kushika Biblia, akiapa kutoa ushahidi wa kweli. Samuel alieleza kuwa anatoka kitengo cha picha katika Commission ya uchaguzi wa sayansi ya jinai ambacho kinahusika na upigaji picha za ushahidi na uchunguzi wa vielelezo vya uhalifu. Alifafanua kwamba yeye ni mtaalamu aliyeteuliwa rasmi na mkurugenzi wa mashtaka DPP na kutangazwa katika gazeti la serikali namba 70 ama 745 la mwaka 2022. Kwa mujibu wa taarifa zake za kitaaluma, Samuel alipata mafunzo katika chuo cha polisi Moshi mwaka 2013 hadi 14, akihitimu na kutunukiwa cheti cha umahiri kabla ya kupandishwa cheo hadi mkaguzi. Amebobea katika masuala ya sheria ya jinai, ushahidi na mbinu za uchaguzi wa kisayansi pamoja na mafunzo ya kivita na parade. Mahakama sasa inasubiri kuendelea kwa usikilizwaji wa ushahidi wa mtaalamu huyo wa picha, ambaye anatarajiwa kuwasilisha vielelezo muhimu vya picha na video vinavyohusiana na tuhuma za uhaini. Hadi mahakama ilipoahirisha, hali ilikuwa tulivu lakini yenye matarajio makubwa kuhusu mwelekeo mpya wa ushahidi wa upande wa Jamhuri. Kwa sasa kesi hii imeendelea kuvutia umma kutokana na mvutano wa hoja, ukakasi wa ushahidi na mtindo wa mawakili wa serikali wanaoonekana kupoteza mwelekeo mbele ya utetezi wa kisomi wa Lissu. Kesi hii ambayo imekuwa gumzo ndani na nje ya Tanzania inabaki kuwa kipimo cha uthabiti wa haki na misingi ya uwazi wa kisheria nchini Tanzania.
Kenyascope ambayo ni sauti ya habari na uchambuzi wa kina Afrika Mashariki itaendelea kukuletea matukio haya kwa undani na kweli. Usisahau kusubscribe, kushare na kufuatilia taarifa zetu kila siku kwa habari zinazovunja ukimya na kuleta picha halisi ya kinachoendelea.